بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. waja wa Mwenyezi Mungu walioko duniani mzima, walioko ulimwenguni mzima, anataka Mwenyezi Mungu kutofautisha au kubainisha kina nani ndio kina nani, kina nani ndio kina nani. Kuna waja ambao yeye Mwenyezi Mungu amewaita hawa waja ibadur rahman, waja wa mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Akisema hivyo, sio kuna wengine ambao yeye si muumba wao au si maabudiwa wao, bali anataka kueleza waja wanaopendeza katika hiyo dunia. Anataka kueleza waja wanaopendwa na Mwenyezi Mungu katika hiyo dunia. Anataka kueleza waja wazuri, wapenzi wa Mwenyezi Mungu ni watu gani, wa ibadur rahman. Na waja wa Rahman mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, idafatu tashrifi, wapewa sharaf hao waja kuitwa ibadur rahman. Wakiweko ibadur rahman, kuna ibadu abalis, ibadu shayatin. Wakiweko ibadur rahman, tunafahamu kinyume chake. Kuna waja wa ibilisi, kuna waja wa kishaitani. Sasa yeye Mwenyezi Mungu anataka kunieleza, kukueleza hawa ibadur rahman wao ni waja gani. Heshima kubwa amewapa Mwenyezi Mungu kwa hao ibadur rahman, waja wa Mwenyezi Mungu. Waja wa Mwenyezi Mungu alladhina, ndio wale waja ambao yamshuna ala al-ardhi, wanatembea juu ya hiyo ardhi, hauna kwa ulainifu na utulivu na heshima. Ona hawa wapenzi wa Mwenyezi Mungu, hawa waja wazuri kwa Mwenyezi Mungu, ameanza kutia sifa ya kwanza. Mwenyezi Mungu ameniambia sifa ya kwanza, Mwenyezi Mungu ametuambia sifa ya kwanza. Mwenyezi Mungu ametuambia waja wazuri alladhina, wao ni wale waja ambao yamshuna, wanaotembea ala al-ardhi, juu ya hiyo ardhi, haunan, kwa ulainifu na utulivu na heshima. Wanaipa kila mpita njia haki ya kupita njia, wanaheshimu haki ya kila mpita njia katika njia, wanalainika katika njia kwa kuacha nafasi mwenzake apite, anampisha mwenzie badala yake. Huo ndio umbo lake gentility,
umo ndani yake ubinadamu, umo ndani yake nini? Utu. Sasa Mwenyezi Mungu anataka kuniambia utu katika Uislamu ni nini? Mwenyezi Mungu anataka kukuambia utu katika Uislamu ni kitu gani? Mwenyezi Mungu anataka kutuambia utu katika Uislamu ni nini? Ndio ametufunulia darasa leo. Ametufunulia darasa leo tupate kujua maisha ya Kiislamu ni maisha ya namna gani. Ya kwanza alisema ibadu rahman, waja wa Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, alladhina, ni wale waja ambao yamshuna ala al-ardhi, wanatembea juu ya hiyo ardhi haunan, hali ya kulainika na ile hali ya kutulizana na ile hali ya kuheshimiana. Jiani njia ina matatizo yake, njia ina problems zake, njia ina shida zake. Sasa wewe mtu Muislamu utajikuta Uislamu inakwambia give way to traffic, acha njia kwa mpitaji apite. Utachelewa hapo saa moja, give way. Adabu itakuwa mtu awe naye barabarani. Kwanza adabu ya kutembea mbali imoneke ulainifu na utulivu na heshima na huruma. Mtu Muislamu barabarani anakuwa na vitu vingapi? Ala mtu Muislamu anakuwa. Kisha baadaye wa idha khatabahum aljahilun, na pindi wajinga wakiwasemeza ibadu rahman, wajinga wakiwasemeza waja wa Mwenyezi Mungu walioamini imani kamili, waja wa Mwenyezi Mungu, wapenzi wa Mwenyezi Mungu, wajinga wakiwasemeza, idha khatabahu, wakiwasemeza aljahilun, wajinga, yani wajinga wakiwasemeza, wamewasemeza kwa kitu gani? Kwa maneno machafu, maneno mabaya, maneno machungu, maneno yasiyofaa, maneno yasiyoelekea, maneno ya urongo, maneno ya udanganyifu, maneno ya fitina. Hawa ndio wajinga. Hawa ulikueleza, hawa ndio watu gani? Maneno ya urongo, ulikueleza hayo ndio wajinga. Sasa Mwenyezi Mungu ananiambia, anasema nini? Wa idha khatabahumul jahiluna, na hawaja wa Mwenyezi Mungu, wapenzi wa Mwenyezi Mungu, wajinga watakapo wasemesha mabaya na maovu, nini jawabu ya waja wenye heshima? Nini jawabu ya waja watulivu barabarani? Nini jawabu ya waja walio na heshima barabarani? Idha khatabahumul jahiluna qalu salama, qalu salama, qalu salama. Unaona, barabarani kuna wapumbavu, kuna na wajinga, kuna na wasioelewa. Sasa wewe mtu Muislamu unazinduliwa ugutuke kutokamana na ghafla uliomo ndani yake, ujue barabarani utakutana na watu namna kwa namna, namna kwa namna, na imamu wa hao watu wa namna kwa namna barabarani ni jahili. Jahili atakusemeza maneno yasiyofaa, maneno yasiyopendeza, maneno yasiyo na ukweli. Wewe jawabu
upokwe, usiondoke katika heshima, usiondoke katika utulivu, bali simama imara, thibiti imara katika nini? Katika hali ya hauda, hali ya utulivu na hali ya heshima na hali ya kuchukuliana. Wajinga wakiwaneneza kwa maneno mabaya, hawa walioamini imani kamili, wapenzi wa Mwenyezi Mungu, qalu, wao husema, hawa waja wazuri wasema kweli, hawa wasema wazuri wapenzi wa Mwenyezi Mungu husema, ujibisha wajinga wakisema, qalu salama. Salama nini? Amani. Wewe Mahmud wa mjinga sana, asante sana Mwenyezi Mungu akuongoze. Wewe Mahmud wa mpumbavu sana, asante sana Bwana, Mwenyezi Mungu akuongoze. Wewe Mahmud wa haramu sana, asante sana Bwana, Mwenyezi Mungu akuongoze. Roho aliposema Mahmud wa mjinga sana, masikio yalikatika, haukukatika. Pua umekatika, haukukatika. Lakini kinachotakikana maisha huu ya ushirikiano kati ya waumini na wasio waumini, waumini wawe ruwaza nzuri kwa hao waja wajinga. Sasa unaambia qalu salam, hao waja ibadur rahman, waja wa Mwenyezi Mungu wanapokabiliwa na mabaya na machafu na maovu, wanasema salama, amani. Amani nini? Shari yangu naomba isikufikie. Salama. Naomba maudhi yangu naomba isikufikie. Naomba madhara yangu naomba isikufikie, bali madhara yako ndio inayokuwa wazi wa kunifikia, kwa kuwa wewe ni mtu mzuri. Unaona adabu ya Kiislamu? Unaona adabu ya Kiislamu? Nasema tena, hao ibadur rahman wanapokabiliwa na maneno machafu kutoka kwa watu wajinga, qalu salama, wanasema amani. Maana nini? Amani ya Mwenyezi Mungu teremke juu yako, na isitoshe na muombe Mwenyezi Mungu shari yangu isifike juu yako, isitoshe na muombe Mwenyezi Mungu madhara yangu isifike juu yako, isitoshe na muombe Mwenyezi Mungu maudhi yangu isifike juu yako. Hii ndio Islamu. Bali yako maadamu huna Uislamu, mwango wazi. Bali yako maadamu huna dini, mwango wako wazi. Bali yako maadamu wewe si muungwana, mwango wazi. Lakini hao ambao Mwenyezi Mungu amewaita ibadur rahman, wanazo nyendo zao, adabu zao, desturi zao, kinga inayowakinga kutokana na maovu na machafu na mabaya. Adabu ngapi hizo? Adabu ngapi tumesema au Mwenyezi Mungu amesema? Isabuni adabu hizo, isabuni. Alafu tena tutahesabu kama hiyo adabu zimo majumbani mwetu, au zimo katika community zetu, au zimo katika social life yetu, au zimo katika uhai wetu, au zimo katika Uislamu wetu. Isabuni. Adabu ya kwanza, ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan. Kwanza adabu ya kwanza, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Adabu ya pili hiyo, idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Sawa? Aya, walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Hali ya waja Waislamu, hali ya waja wapenzi wa Mwenyezi Mungu, hali ya waja ambao wao ni ibadur rahman,
ni kana kwamba tunaambiwa mchana wao hauna, mchana wao qalu salama. Sasa Mwenyezi Mungu anageuza construction ya maneno yake, anatoka katika mchana tunaenda usiku. Sasa ndio wapi? Usiku. Anasema Mwenyezi Mungu nini? Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, na waja wema, waja wazuri, waja waaminifu, na waja wapenzi wa Mwenyezi Mungu, wa maabudu wa haki. Waja wema ni gani? Alladhina, na wale waja ambao yabituna, wanapitisha usiku li rabbihim, kwa Mola wao. Wanapitisha usiku li rabbihim, kwa Mola wao. Usiku unapita juu ya kitu gani? Sujadan, 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 wada'u jibahahum ala al-ard. Sasa ona, unachukua nafasi hii, usiku unafanya kazi hii. Juga anasema Ibadur Rahman, ambao wao ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu, yabituna, wanapitisha usiku li rabbihim, kwa Mola wao, sujadan, ni hali ya kuwa wameenda katika sijida, au wa qiyama, au wanapitisha usiku wao kwa Mola wao kwa kusimama. Kusimama katika hiyo rakaati za sala, alisoma katika rakaati za sala. Sasa hapa tumeona kazi ya Ibadur Rahman mchana nyingine, kazi ya Ibadur Rahman usiku nyingine. Unaona, alipangilia Mwenyezi Mungu mpangilio wa nini? Wa maisha usio na madhara, wa maisha usio na maudhi, wa maisha usio na shari. Mpangilio huu wa Mwenyezi Mungu ni mpangilio ulosalimika na kila lisilofaa, mpangilio ulosalimika na kila lisilofaa. Sifa ya ngapi haya? Na kisha Mwenyezi Mungu anatuambia akisema, walladhina yaquluna rabbana asrif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama. Waja wa Rahman, wa mwingi wa kuneemesha neema kubwa kubwa, mwingi wa kuneemesha neema ndogo ndogo, waja wake Mwenyezi Mungu hawa. Walladhina, wao ndio wale waja ambao yakulu, wanasema ilhali wakimwomba Mwenyezi Mungu. Yakulun, ilhali wanamwomba Mwenyezi Mungu, wanasema nini? Rabbana, Mola wetu. Rabbana, Muumba wetu. Rabbana, mwabudiwa wetu. Wameukamilisha ombi lao kwa muumba wao, mwabudiwa wao, Rabbana, Mola wetu. Wamemwita Rabbana kwa nini? Wanataka kitu gani? Au wanasema nini? Rabbana, esrif, ondosha, toa, anna, kutusie, adhabu jahannam. Adhabu ya Jahannam utuondoshee, adhabu ya Jahannam utuondolee. Ondosha adhabu ya Jahannam, tusiwe sisi tu wenye kwenda kuchomwa na moto wa Jahannam.
Ibadur Rahman wanaomwomba Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, siku ya hisabu, asiwaingize katika jahannam. Inna adhabaha, hakika bila shaka adhabu ya jahannam, kana gharama, imekuwa yenye kudumu kwa lazima. Kana gharama, yenye kudumu kwa lazima. Imelazimiana na mtu muda ya kudumu mtu, imelazimiana na mtu muda ya kudumu mtu, ila ingiaye katika jahannam. Allahumma idhna minha ya Rabb, tuepushe mbali Mwenyezi Mungu na moto wa jahannam. Mtu anaingia huko, hakuna sekunde au nukta ambayo adhabu ya jahannam hii inaachana naye, bali inadumu na kulazimiana na kushikamana na yeye. Hakuna time, hakuna stage, hakuna rest, hakuna rest ndani yake, hakuna interval, moja kwa moja. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Hawa waja wazuri, Ibadur Rahman, wapenzi wa Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, wanasema inna, katika hiyo jahannam, sa'at, ni mbaya kabisa, mustaqarran, kituo mbaya kabisa. Mustaqarran ni kituo mbaya kabisa, mustaqarran kituo mbaya kabisa, wa muqaman na mahala mbaya kabisa kwa kukaa. Moto wa jahannam ni kituo kibaya kabisa kwa yule atakayetua pale. Moto wa jahannam ni kikalio kibaya kabisa kwa yule atakayekaa mahala pale. Hayo Mwenyezi Mungu amewaeleza waja wema, hao waja wazuri, hao waja ambao wao ni Ibadur Rahman, ili wajirekebishe. Wajifanyaje? Ili wajirekebishe, ili wajirekebishe, wawe na usikizi wa kusikia na kutenda, wawe na usikizi wa kusikia na kutenda na kubadilika, na kubadilika. Ona, hii Islam imekuja kutoa unubini na kukuleta katika Uislamu. Hiyo Islam imekuja kukutoa unubini na kukuleta katika Islam. Hiyo Islam imekuja kukutoa wewe unubini na kuleta katika Islam. Ndio manake usikizi wa mwenye kukubali na kusikia na kubadilika. Sasa kinachohitajika, inahitajika nyendo zetu ziambatane na maamurati na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Nyendo zetu ziambatane na yale ambayo Qur'ani inaamrisha kwayo. Nyendo zetu ziambatane na yale aliyofundisha kwayo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isitoshe waja wema waumini wapenzi wa Mwenyezi Mungu, inna,
walladhina, wao ni wale waja ambao la yad'una ma'a Allah. Walladhina, wale waja wapenzi wa Mwenyezi Mungu ni wale waja ambao idha anfaqu, wanapotoa sadaka, wanapotoa zaka, wanapotoa tabarruat, wanapotoa maarufat, hawa wema wanapotoa wanayoyatoa sawa sawa, wanazozitoa ikiwa ni pesa au ni chakula au ni nguo au ya mavazi au na nini, basi mradi chenye kutolewa. Sasa walladhina, na wale waja ambao idha anfaqu, pindi wakitoa wanachokitoa kwa matumizi yao binafsi wenyewe au kwa matumizi ya wake zao majumbani au kwa matumizi ya watoto wao nyumbani, wakitoa matumizi kama hayo, lam yasrifu, lam yusrifu juna, lam yusrifu, hawatoi kwa Islamu, hawatoi kwa fujo, hawatoi kwa kupita kiasi. Hawatoi kwa kupita nini? Kiasi. Maana yake kuwa mtu huyu matumizi yake, mapato yake shilingi 1000 ala kulli hal 600, maisha kidikidiki na shida, tukumane nayo sukuma wiki 600 hizo, na acha 400 hizo kichunga nyumba. 600 hiyo inaitwa nini? Kichunga nyumba. Waja waumini wa kweli hawatumii kwa fujo, hawatumii kwa wingi. Sawa, bali wanatizama mustakbal. Yakturu, na wajawaamini, walioamini imani kamili, wapenzi wa Mwenyezi Mungu, yakturu, hawadhikishi kutoa, yani hawawi ni mabakhili katika kutoa. Hawawi mabakhili katika nini? Kutoa. Sasa hiyo bakhili, mapato ndio kama tuliyosema 1000. Wewe huja huko na hizo shilingi zako 1000 ukatoa 400 ukampa vipi? Hiyo ndio mwanzo wa pesa yangu na mwisho wa pesa yangu mpaka mwisho wa mwezi. Sitaki kusikia hapa kuuliza kwa kitu gani hakuna, kitu gani hakuna. Tumia maarifa kama mtoto msichana aliye na nyumba yake. Tumia maarifa kama mtoto msichana aliye na nyumba yake. 1400. Sasa unaona umefika halfway. No, ukufika nusu. Ukufika nini? Nusu. Ni katika zile shilingi 600 zilizosalia, soda zako zimo, sigareti zako zimo, vijijizi zako zimo, pesa za sanda zako zimo, pesa za nations zako zimo, pesa ya sinema zako zimo. Unaona? Sasa haya yote kitu 6 hiyo, nyumba ina faida nayo? Nyumba ina faida nayo? Hapana. Nyumba haina faida nayo, na wewe unakuwa bakhili. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anatuambia wale waja wanaoitwa Ibadur Rahman,
waja wa mwingi wa rehema ni wale waja ambao ila afaku, pindi wanapotoa masurufu hata kinyumbani, lam yusrifu, hawatoi kwa fujo, hawatoi kwa ubadhirifu, wala yaktulu, na wala hawabani, wala hawafanyi nini, hawabani. Bwana, unaona uko nyumbani watu wanakufa kula sukuma wiki kila siku, ndio huko ukiingia wingi yako kababu, sabusa unakula na nini na mengineyo ikisema inaudhi. Wewe ni mchoyo, wewe ni mbaya. Kumbuka umo katika maisha ya ushirikiano pindi ukiwa na nyumba. Kumbuka umo ushirikani pindi ukiwa na watu nyumbani. Basi hiyo ndio hali ya waja walio waja wapenzi wa Mwenyezi Mungu, wakana baina dhalika qawama, waja walio wapenzi wa Mwenyezi Mungu baina dhalika, baina ya kutoa kwa wingi na baina ya kutotoa kwa wingi. Qawama wako wapi? Katikati. Qawama wako katikati. Maana yake nini? Si wenye kutoa kwa wingi wala si wenye kubana kwa wingi, wako katikati. Wako wapi? Katikati. Ndio unakuta katika maisha ya kinyumbani, anasema Mwenyezi Mungu nini? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kulla albast, wala tabsutha kulla albast fataquda maluman mahsuba. Wewe ishi na wana unaoishi nao nyumbani, ishi na jamii na jamaa unaoishi nao nyumbani. Wala taj'al yadaka maghlulatan, usijalie mkono wako kama umefungwa wapi? Shingoni. Una mkono uliofungwa shingoni inaingia mfukoni. Ida marobo tunataka tukitaka vijana. Tazama maneno ya Mwenyezi Mungu. Usiweke mkono wako kama iliyofungwa wapi? Shingoni. Maana yake nini? Hauingii wapi? Mfukoni. Bali ona vizuri. Wala tujaliana kama mfuta. Nini? Maghlulatan, ila unaonekana kwamba imefungwa shingoni mwako. Wala tabsuta kulla albas, na wala usinyoshe mkono wako, mnyoshe yote kwa kunyosha kila mtu. Kila unayemwona una nini? Unyoshe mkono wa kheri, unyoshe mkono wa wema, unyoshe mkono wa congratulation. No. Wala tabsuta, wala usinyoshe mkono wako kulla albas, mnyosho wote wa kupeana. Sio namna hii. Mzungu asema, nasaha zangu kama hutasikia, maneno yangu hiyo kama hutaweka maanani, mwisho wako utakuwa fataquda maluma, utakuja kulaumiwa. Fataquda maluma, utakuja kukaa kulaumiwa. Ona huyu alikuwa amejifanya mkarimu sana, amegawanya, sasa huyu amekaukiwa waya. Hawa unao hapa ndio watakunini, ndio watakusema. Kuna Mwenyezi Mungu anatupeleka wapi? Anatupeleka kama ndio kitu hii. Labda tukienda kuna nasi namna yetu. Ada ukisudi ndio bilikuwa kubutena, ada ukisudi ndio bilikuwa la tena, ada ukisudi ndio bilikuwa la tena, wala ada ukisudi ndio bilikuwa la chisi tena, la tena na community tena. Hapa ada ukisudi abadan. Lakini maadamu hii ni dini, anaweka mambo yake Mwenyezi Mungu dini wazi. Fataquda maluma, utakuja kukaa unalaumiwa, tena isitoshe mahsuran.
masura nini? Muflisan. Utakuwa nini? Muflis, umefilisika kila namna. Utasalia mzee huyu alikuwa mtu huyu alikuwa mtu onekana ajua asema kulbaga. Unaona adabu hii ya Qur'an, mjua anataka tuwe na Ustaz. Sasa tukiangalia kama hali ya Abu Bakar alitoa mali yake yote kwa ajili ya kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Alipoulizwa akasema, niachia familia yangu Allahu wa Rasuluhu. Sasa hiyo sifa ni sifa nzuri ama ilikuwa ni vipi hiyo hali? Bismillah. Hii ni waza nzuri kabisa. Abu Bakar aliseti sampuli nzuri kabisa ya Abu Bakar aliweka katika vita miongoni mwa ghazawati, ilikuwa ikitakiwa hiyo vichango. Alitangaza Mtume, ya jamaa, shida katika Uislamu, vipandwa, vyakula na silaha na nini na nini na nini, hapana. Basi kila aliye na namna ya mali, namna ya kinga, namna ya nini na nini, aende akalete. Watu wamekwenda wakaleta walioleta, kina Umar, kina Ali, kina Uthman. Ungine waleta nini? Tusadi ya mali zao. Ungine waleta ni hafu ya mali zao. Wengine walikuwa maruhusu, hawana kitu, hawakuleta kitu. Basi kila wale wanaokuja na vyao wekeni kando, wekeni kando, wekeni imekusanywa amwali. Tuna Waislamu wa siku ile walikuwa Waislamu wanaosikia na kufanya kaza, mwambie kwa dini lete. Sasa huyu bwana mkubwa huyu Abubakar anasema alienda kule nyumbani kwake, akatoa alichokitoa, sala bado nimeacha kina kabila, bado nimeacha kina farasi, bado nimeacha kina pesa, bado nimeacha kina nini. Sasa nikienda kwa mtume huko nitakwenda kusema kwake nini? Mali zangu ndizo hizo. Na wale waliomtambulia kila mmoja akiulizwa nini, kwa sababu nimeacha namna kama hii kwa watu wangu, nimeacha kiasi kama hii kwa watu wangu. Basi umekwisha fika wote. Abubakar anafika mwisho katika ile majma ile, Abubakar anafika mwisho. Nani trafiki ana Mtume sallallahu alaihi wasallam, namwambia you go this side, nenda na hiyo mizigo yako. Kila kullu ma yusamma malan. Ona imani hii Abubakar, kile kinachoitwa mali ameuleta. Kwa nini? Aliogopa kiacha nyingine atakuwa amemdanganya Mtume. Imani hii ni nani? Imani hii unayo? Imani hii tunayo? Amelifu zote. Mshasimama ndio Mtume anamuuliza, ya Abubakar, madha tarakta li iyalika, umeacha nini kwa watoto wako na watu wako nyumbani? Ona jawabu ya huyu Mtume, taraktuhum lillahi wa lirasuli. Kule nyumbani hakuna kilichosalia, nimewaacha kwa Mwenyezi Mungu, ndio aliyowalinda. Ndio potea habari nikitoweka, wewe Rasulu, wewe huko tualisha kutoka katika Baitul Mali. Walihadha fadalakum Aba Bakr, ndio pale Mtume walihadha, na kwa sababu hii mtu huyu amewashinda. Mtu amefanya akusaliza nini mfukoni, wala Barclays Bank wala Equity Bank, akuacha kitu bali yote vinata katika hadhara, inatakiwa letwa hapa. Sasa umekwenda kuacha mengine ya nini? Good example, seti mfano mzuri kabisa. Kazi ya Kiislamu hii ilikuwa ni kazi ya ushirikiano
wa mali ya jamii na jamaa, iwe ndio inaendesha hiyo Uislamu. Lakini sasa kinyume, utaona sisi Waislamu tunataka Islamu ndio itusaidie. Tunataka nini? Islamu ndio itusaidie, lakini sivyo hivyo. In tansurullaha yansurukum, mkisaidia dini ya Mwenyezi Mungu ndio Mwenyezi Mungu atawasaidia. Sasa Mwenyezi Mungu anataka msaidie nini? Tunataka msaidie dini. Hamna msaada na dini, unataka msaidiwe. Unaona makosa wazi au makosa yaliyofichikana au makosa yaliyofunikwa na blanketi au makosa yaliyofunikwa na chandarua, makosa wazi. Lakini Uislamu umejifanya kania. Unajua kania? Unataka kufunga jicho moja, hawatazami hayo, lakini kosa kubwa iko hapo. Islamu hii natakiwa mimi ndio nisaidie, wewe ndio usaidie, sisi tusaidie amwalina wa anfusina awqatina. Sawa, amesema sababu nzuri ya Kiislamu ndio inatakiwa na mimi. Naam, wala yakthuru, na wala hawakufanya ubakhili katika kule kutoa. Wakana baina dhalika kawama, na watu wa Islam hao walioamini imani kamili ile hali ya kuwa wao ni ibadur rahman, baina dhalika kawama, kati ya hayo mawili wao ni wenye kusimama imara. Nusu hawatumii kwa wingi wala hawadhikishi kwa wingi. Waja wa Mwenyezi Mungu ambao wao ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu, walladhina, ni wale waja ambao la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, hawamwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine. Waja ibadur rahman hawamwabudu Mwenyezi Mungu pamoja na miungu mengine, pamoja na nini? Na miungu mengine, bali mtu mwenye kuamini imani iliyo kamili anampokesha Mwenyezi Mungu katika ibadati zake zote. Hawe anaabudu Mwenyezi Mungu na huko baadaisha anakwenda kwa shetani. Anaabudu Mwenyezi Mungu mchana, baadaisha anakwenda kwa jini. Anaabudu Mwenyezi Mungu mchana, baadaisha anakwenda kwa dawa. Anaabudu Mwenyezi Mungu mchana, baadaisha anakwenda kwa gundu. Anaabudu Mwenyezi Mungu mchana, baadaisha anakwenda kwa tubura. Sivyo waja wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumpokesha Mwenyezi Mungu peke yake, hawana lao ibada illa lillah. Ndio wafanya ibada kwa Mwenyezi Mungu peke yake, hawaabudu chochote, ndio wanaabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Walladhina, na waja ibadur rahman la yad'una ma'a Allahi, hawamwabudu Mwenyezi Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu ilahan, Mungu akhar mwingine. Sasa ona adabu nyingine ya waja walioamini imani kamili, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Hao ibadu hawaui nafsi ya mtu yeyote ambaye aliharamisha Mwenyezi Mungu illa bilhaq, ila kwa haki. Humkuti mtu Muislamu anamuua mtu. Sasa hakuna Muislamu anayemuua mtu, bali sheria ya Islamu ndiyo hukumu uwaji kwa mtu. Hakuna mtu Muislamu anayemuua mtu, aliye ruhusa ya kumuua mtu, bali sheria ya Mwenyezi Mungu ndiyo inayo haki ya kutoa ruhusa kuua mtu. Kama nini? Mtu kamuua mtu, imethibiti kuwa kaua, basi huyu kuna haki ya kuuawa.
mtu alioa nikah sahihi, mefungwa ndoa hapa msikitini Jumamosi lakini baada ya hapa alikwenda kusaba la tamaa kwana huko, ikathibiti kuwa amefanya nini? Zina huko, kashikwa kufanya zina, imethibitika. Mtu kama huyu kwa vile imethibitika kwa shahidi wane na nini, iko dini na mwambia auawe huyu mtu mchafu, si mtu wa kuishi na jamii na jamaa. Wazinifu ni watu wachafu, wabaya, wazembe, wafituli, waharibifu. Dini nataka wafanyweje? Wawawe, waondoshwe. Zani mmoja huyu aliyekusha oa nikaa sahihi, kisha akafanya zina. Na isitoshe anayefaa vile vile kumwama al-murtadi, yule mtu aliyertadi, yani aliyekataa Uislamu. Alikuwa Uislamu miaka mingi hizo, mwisho hapa imekuja pesa na akaunga na kitu gani hapa, mbona watu nivuka sakafu nitafaidi, karuka mpaka akawa anapata mfurishi kila Jumamosi, haidhuru kitu. Huyo mtu sithibitika kuwa kanini kartadi, anafanyiwa istitabu, anaomba fulani, tafadhali kwa shani ya kurudi katika Islam. Mara kwanza, mara ya pili, fulani tafadhali rudi katika Islam. Mara ya tatu, tafadhali rudi katika Islam. Akikataa katika dola ya Kiislamu, akikataa katika dola ya Islam, ushikwa huyo mtu akaondoshwa dunia kwa kuwa yeye muharibifu. Akisalia atakuja kuwa imamu, akisalia atakuja kuwa imamu, atapata nani? Atapata wafuasi, atapata maamuma, nataka aondoshwe. Lakini hayo yote yanachukika katika dola ya Kiislamu iliyokuwa ya kweli, katika dola za Kiislamu iliyokuwa ya kweli. Na ukiona utakuta hayo yamethibiti tu katika kitabu Allah, katika sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakini watendaji hawako. Shekhi, swali, wafanyaji hawako. Hii watu ambao siku hizi wanajiwekea bomu, wanakwenda wakaipasua wakaua watu na hao ni Waislamu, sheria inasema nini kwa hao? Sheria inasema si sawa. Sheria inasema si sawa. Wewe mtu kakukosea, mahakama ziko, peleke kwenye mahakama, peleke kwenye sheria, peleke kwenye kanuni, peleke kwa Privy Council, peleke kwa international sijini yuko Hague, peleke huko. Lakini sio kulete huu uangamifu uliokuwa mkubwa kabisa tukaoingia ndani yako waliomo na sio kweli. Hii ni kosa. Naam, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah. Hawa Waislamu ambao wao ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu, ibadur Rahman, hawaui nafsi ya mtu yeyote ambaye Mwenyezi Mungu aliharamisha. Ni haramu kuua, ni haramu kuua, ni haramu kuua. Sawa? Mtu akiua atapata dhambi. Ila bila haki, ila mtu uawa kwa haki. Haki kama hizo ilivyotajwa. Akaua mtu, kaua nikaa sahihi, amekuwa zani Musa, wao kartadi anawa. Hiyo hukumu inapitishwa katika mahakama ya sharia. Ustaz, na baadhi ya maulama wanasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna Arabi alimjia Bwana Mtume akamwambia kuwa niliingia katika Uislamu kwa raghba yangu, na mimi natoka katika Uislamu kwa raghba yangu. Akaondoka akaenda zake. Alafu wale masahaba walitaka kufanya nini? Kumuua yule Arabi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwacheni aende. Alafu kuna mwingine akaja akaritadi vile vile,
alafu akaenda kukaa na makafiri wale wanapiga Uislamu vita. Baadaye Mtume akasema yule mwenye ameritadi yule anapiga Uislamu vita, damu yake ni halali, lazima auliwe. Wakasema kuwa ile hadithi nasema man badala dinahu faqtuluhu, hiyo hadithi iko mutlaq sana, inamaanisha kuwa hata Myahudi akitoka katika Uyahudi aingie katika Uislamu anafaa auliwe. Wakatoa hukumu wakasema kuwa mwenye atatoka katika Uislamu alafu apige Uislamu vita, huo damu yake inakuwa ni halali kuuliwa. Lakini yule wanasema yule atakayetoka katika Uislamu aende mbali, asipige Uislamu vita, yule anaachwa huru. Hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam open haikuweka anaka kitu ya mnacho wazi. Sasa hapa kama ilivyokuta hao ulama rahimahullah taala, hakuna ufungaji katika ushindi wao, na hao waliokutisha kama hivyo na bila hakuna ushindi katika yao masalatu khilafia. لا حرم الله له ولا يزنون. Na waja walioamini imani kamili, walio ibadu rahman, wapenzi wa Mwenyezi Mungu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, hawa wapenzi wa Mwenyezi Mungu, la yazunun, hawafanyi nini? Hawazini. Hukuti mtu Muislamu anayezini, humkuti mtu Muislamu naye, na ukimpata anayezini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa huwa mu'min. Humkuti mtu Muislamu anayezini, pindi anapozini huwa si mwenye kuamini tena. Anapozini pale huwa si mwenye kuamini, ametoka nje ya tabia za Kiislamu, ametoka nje ya desturi ya Kiislamu, ametoka nje ya mila ya Kiislamu, ametoka nje ya dini ya Kiislamu. Uzinifu huu ni nyendo za watu mushrikina kafirin, wala yazunun. Ndio Mwenyezi Mungu alisema waman yaf'al dhalika yalqa athama. Waman, na mtu ambaye yaf'al dhalika, atakayefanya hayo nini? Atakayefanya hayo umeambiwa nini? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kuua, kuzini, kumwabudu Mwenyezi Mungu na asiyekuwa Mwenyezi Mungu, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Atakayefanya hayo matatu hayo, yalqa athama, atapata nini? Madhambi. Atapata madhambi. Yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Mzungu anasema yudha'af lahu al-'adhabu, itazidishwa mpaka huyo mtu adhabu kwa uasi na kwa kuchupa mpaka ya kufanya nini? Uzinifu na mengine ya yaum al-qiyama, siku ya Kiyama. Wa yakhludu fihi muhana, na ataingia katika hiyo moto ili hali ya kuwa mwenye kudhalilika. Atakuwa muhanan, hali ya kuwa mwenye kunini? Kudhalilika.